Ndugu zangu wanahabari, tumeitana hapa kwa ajili ya mkutano mfupi ambao sidhani kama utachukua dakika 20. Mimi ni kwa jina naitwa Jerry Clement Matwanga almaarufu Jelikoto. Ni mwenyekiti wa CCM kata ya Temeke 14. Lengo na madhumuni ya kuitana hapa, ndugu zangu, kuna vitu vimetokea vya sintofahamu ndani ya kata yetu ambavyo tumeona bora sasa tutoke sisi kama wakazi wa kata 14 kwa ajili ya kuviweka sawa ili umma upate kuelewa nini kinachoendelea ndani ya kata yetu. Na kubwa zaidi tulichokuitieni hapa ni kwamba kuhusiana na rafiki yetu, ndugu yetu kipenzi, yeye pamoja kwa rafiki yetu lakini ni mwanadini, ni mwalimu wa dini, ndugu yetu anaitwa Nurdin Kishki. Nia ya mkutano huu sio mkutano wa kidini. Huu ni mkutano wa wakazi wa kata 14 kuelezea scenario nzima ambayo imetokea kwenye kata yetu kuhusiana na ndugu yetu ama rafiki yetu Nurdin Kishki. Sisi tuliokuwepo hapa wote ni watu ambao tunamfahamu Nurdin Kishki, makuzi yake, udogoni kwake mpaka ipi alipofikia kwenye familia yao, wote tunafahamiana. Nikwambieni ndugu zangu wanahabari, watu wa Temeke kata 14 tuko tofauti kidogo na watu wa maeneo mengine unaweza wakasema katika ndani ya nchi hii. Sisi huku kwetu swala la Muhammad sio mtume, Yesu sio sijui mwana wa Mungu, huku sisi sio sehemu ya maisha yetu. Sisi huku tunaishi ndugu, tunaishi kijamaa zaidi. Enzi ya udogoni kwetu, ikitokea sikukuu ya Idi, watu wanakwenda kwa kina Kishki, kwa kina Jafar Ibrahim Show, kwa mzee Show, kwa ndugu yangu hapa Sayana Malongo kwao, hawa ni Waislamu. Lakini ikitokea Krismasi watu walikuwa wanakuja nyumbani kwetu sisi, wanakuja kusherehekea pale na mama yangu na mama Matwanga na ndugu zangu. Kwa hiyo sisi kule kwetu au huku kwetu kata 14 tumeishi kama ndugu, tunaishi kwa kufahamiana. Pale kwa mzee Ibrahim Show, pale kwa kina Matwanga, pale kwa kina Nikonyagawa, pale kwa kina Alex Ruambano, pale sijui kwa kina Kalagani, hapa sijui kwa kina Chencha, hapa sijui kwa kina nani hawa. Maka tuko wengi, familia ziko nyingi. Kwa kina Saidi Hamsini, pale kwa kina Kibwana Matokeo. Kwa hiyo ni hapo kwa kina Jumapinto tunafahamiana sisi hivyo tu tulivyo, na huu ni utamaduni ambao sisi tumeulisi kutoka kwa wazazi wetu. Sisi huku kwetu swala la dini sio issue. Sisi huku tunaangaliana namna wazazi wetu walivyoweza kuishi. Sasa nataka nimuelezee rafiki yetu Nurdin Kishki. Wakati tuko wadogo, mimi wakati nafanya mafundisho pale kanisani, wenzangu wao walikuwa wanakwenda madrasa, wananisubiri tukimaliza ndio twende tukacheze mpira pale shule ya Kibasila. Na wao wakienda siku madrasa, mimi nakaa nje na wasubiri. Mtafuteni, kuna mtu anaitwa Masudi bin Adamu analijua hilo. Kuna mtu anaitwa Anwar Jongo kaka yetu analijua hilo. Hao mashehe ambao wako katika eneo hilo la kata 14. Sasa mimi siko huko kwenye mambo hayo ya kiimani. Mimi niko hapa kwa ajili ya kuona mmoja wa watu wangu ambao mimi ndio mwenyekiti wa kata ile ni kama anaonewa ama ananyanyasika na vitu ambavyo sisi tumevikaa, tumefikiria, tumeona sasa kuna namna na sisi ya kuweza kutoka kuja kumuongelea rafiki yetu. Nurdin Kishki ni mtu wa watu katika eneo la kata 14. Ni mtu ambaye hachagui kabila, hachagui dini kwenye kusaidia pindi pale anapoona anaweza kusaidia. Kishki amejitoa katika mambo mengi sana ndani ya kata 14. Nikianza kusema hapa, nafikiri kuna watu huko wakisikia kama anaonewa wanaweza siku likaja kwa zogo mitaani. Lakini sisi hatutaki tufikie huko. Sisi tuko kwa ajili ya kuendeleza kumpa moyo na kumtia nguvu na watu endelee kumwamini, kwa sababu yeye ni moja kati ya watu ambao wana mchango mkubwa ndani ya kata 14. Nurdin Kishki anazika misiba yote ya bagui. Kwetu sisi kitokea misiba wanakuja makaburini watoto wa Kiarabu. Mimi Mkristo, wanakuja ndugu zake kuzika. Ni mtu ambaye hachagui watu waliokuwa nao. Sasa katika makuzi yake kuna maeneo tuliachana kidogo.
baada ya kwenye miaka 17 18 mwenzetu alijikita zaidi kwenye masuala ya dini. Kwa hiyo ndugu zangu, tumekuja hapa kumtaka kumwelezea namna ya Nurdin anapotundikwa msalabani kama Isa alipotundikwa msalabani. Sasa hii kusema kweli hatuwezi kukubaliana nayo kama wakazi wa kata 14. Mwenzetu tunamfahamu ambaye yeye aliamua kuchagua upande wa dini. Sisi wengine tulichagua mambo mengine kutokana na makuzi ambayo tumeweza kuishi kwenye mitaa yetu. Mwenzetu alikaa huko kwenye mambo ya dini, nafikiri sasa ameweza kuwa mwalimu au kiongozi, sio? Kiongozi mkubwa katika dini. Sasa tunapoona mwenzetu anakuja kudhalilishwa na sisi yule ni kwetu ni kama ni mtu ambaye ana mchango, sisi hii imetusikitisha sana, na ndio maana imeturadhimu sisi wakazi wa kata 14 ambao ndio eneo waliokulia na kulelewa Nurdin Kishki, na sisi wengine wote tukasema hapana, hii haiwezekani. Nurdin Kishki ni mmoja kati ya wenzetu sie. Kama nilivyotangulia pale awali, alichagua kwenda kwenye mambo ya dini. Amekaa huko, ameweza kufanya mambo mengi kwenye dini. Sasa leo wanatokea baadhi ya watu wanasema kwamba Nurdin alifanya moja, alifanya mbili, lakini sasa ukimchukua ukimweka mezani, ukikalkuleti, unaona kabisa vitu ambavyo anavyoambiwa Nurdin ni vitu vya uongo ambavyo havistahili hata kufuatishwa katika dunia hii. Nimesikia kuna mahala anasema ndani ya miaka 5 sijui aliweza kufanya mapenzi na mwanamke ambaye huyo mwanamke anaitwa Mariam Bandu. Mariam Bandu sisi ni mdogo wetu, ni dada yetu, tunaishi naye katika eneo la kata 14. Na hivi ninavyokuambia, Mariam Bandu ni mke wa mtu ambaye anaishi Mtoni. Sasa angalieni hapo ndugu zangu kwamba yule ni mke wa mtu ambaye ameondoka huko kata 14 zaidi ya miaka takribani 5. Leo anakuja kuambiwa kwamba anahusishwa katika tuma ambayo ya kutaka kumchafua mtu. Mara tunaambiwa sijui ameenda akamzalisha sijui dada gani, mtoto kapeleka wapi? Kwa sababu ukipiga hesabu unaambiwa sijui alifanya mapenzi na Mariamu ndani ya miaka 5. Kishki ana mtoto ambaye anazidi miaka 12. Vuta yale mashindano yake aliyokuwa anaanzisha, sasa hivi yana umri gani? 26. Wanakuja viongozi wa kiserikali, viongozi wa nchi zingine, wanakuja viongozi wa dini. Leo inakueje akafanya upuuzi ambao wanasema ndani ya miaka 5? Na mimi nikwambieni tu, mimi Kishki rafiki yangu nimekuwa naye, sio Kishki, wale wote mimi nimekuwa nao. Kuna wadogo chini, kuna Salah, kuna Kim, mimi wale wote nimekuwa nao. Tutaongea mengi, tunisichukue muda mrefu kwa sababu na wenzangu hawa wana yao ya kutaka kusema, lakini kubwa sisi lililotuleta hapa ni kuja kukataa mzigo ama madhambi yanayobebeshwa ndugu yetu pasipo na sababu yoyote. Kwa nini alafu mbona hiyo miaka 10 na ngapi haikusemwa mambo haya? Kwa nini anasemwa sasa hivi? Kuna kitu gani? Lakini niwaambieni kwa jinsi Kishki alivyo sasa hivi, na yeye dini yake inamruhusu kuwa na wake 3 mpaka 4. Sasa ingechukua chuma chochote hata Mombasa au Singida sijui Lindi Mtwara, sasa ingechukua chuma kingine, tena sio chuma, vyuma vingine, angesema aweke ndani aoe. Hizi hoja zingine ni kutaka kumchafua. Kwa hiyo sisi watu ambao tuliokuwa naye, tumeishi naye, tumeamua kutoka. Baada ya kusema haya, nimpishe ndugu yangu Omari Karagani na yeye aongezee, na baadaye ataongea bwana Jafar Ibrahim Show, ambao wote hawa sisi tumekuwa pamoja. Kwa majina naitwa Omari Karagani Ngariba, ni kiongozi wa vijana Temeke na ndo msemaji wao. Tunapomzungumza Sheikh Nurdin Kishki, anapotokea mtu anapomzungumza vibaya, kwa kweli sisi kama vijana wa Temeke kwanza tumeumia sana kwa kuzungumzwa vibaya. Sheikh Nurdin Kishki kwa upande sisi vijana, kuanzia kwenye mambo ya mpira, mimi nilikuwa kiongozi timu ya Vifundo, akatubeba kwa hali na mali. Tunachokitaka sisi akabajili fanyeni mpaka mhakikishe mmefika malengo yenu. Tukaenda kuchukua kombe sisi Ndondo Cup kwa msaada wa Sheikh Nurdin Kishki. Sheikh Nurdin Kishki tunapotokea misiba sisi tunatokea nini? Tunapozungumza Sheikh Nurdin Kishki kwamba sijui ameenda kwa anaalika hela sijui huko watu kwa ajili anachukua hela kwa ajili aje kwa watu waje kuoa. Sheikh Nurdin Kishki kabla hajaita watu 100 si 200 kwa ajili ya kuoa, kashaozesha vijana pale mtaani kwangu na ushahidi. Kuna mtu anaitwa Suizaoro, ana watoto si 5, kuna mtu anaitwa Sharifu, ana watoto 4, kuna mtu anaitwa Jabungota,
ana watoto watatu, si kuna mtu si nani, wao wote hela ametoa Sheikh Nurdin Kishki kuwaozesha wake. Kabla bado akwanza hilo swala leo wala jana. Sasa anapotokea mtu anakuja kumsemea vibaya, anamsema vibaya kwa maneno mabaya ili mali tu kumchafua. Sisi kama watu watemeke, kama wanatemeke, katika hilo sisi hatuwezi kukubaliana naye. Huyo mtu ni muuni, hapuuzwe na maneno yake si sahihi. Ana hata moja analoliongea. Huyo Mariam Bando anamzungumza hivi yupo katika mikakati na yeye amechafuliwa, ndoa yake huko na rega inayumba, anaambia bwana unatembelea, amechafuliwa na tumemwambia akaenda amtafute mtu wapelekane mahakamani kwa kumchafulia, kwa kumchafua yeye na familia yake. Kitu hicho alichokifanya huyo mtu akufanya sawa sawa. Kwa hiyo sisi kama watu watemeke hatutakubaliana na hili na tupo pamoja na shehe wetu katika hili. Sisi shehe wetu ndio role model wetu akuti sisi Temeke. Kwa hiyo sisi Temeke Mikoroshini huku kulikuwa kuna magorofa. Magorofa yamekuja kwa ajili ya Kishki. Watu wanamkuja sasa kwetu kuna Waarabu huku. Njoni mje muone magorofa yalivyomwagika huku kwetu kwa ajili ya Kishki. Kile mtu atakuwa karibu na Kishki. Anatokea mtu kwa maneno yake sijui kala tena watu wengine ina baadhi inasemekana watemeke waenda kutoa maneno ya uongo huko, si kwa faida ya gani, si kwa faida ya nani, ili mradi wamchafue shehe. Katika hilo sisi hatuwezi kukubali na hatujakubali na hilo. Kwa hiyo tunachoweza kusema sisi kama watu wanatemeke tunachozungumza hapa, tumeumizwa sana na tumekasirishwa sana juu ya hili na tupo pamoja na shehe wetu. Kwa umoja wetu huu leo tumekuja hapa wachache, lakini siku nyingine tutaita press kubwa zaidi kwenu waandishi wa habari. Kwa umoja wetu tena watemeke, kwa makundi yote ya Temeke tutakutana kuja kuwaambia juu ya jambo hili. Kwa hiyo asanteni sana kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Jaafar bin Ibrahim Show, ni mwananchi ninayotoka kwenye watu wa kadhi 26,000 tuliokuwa ndani ya kata ya Temeke, na nilikuwa muhimili wa kiongozi katika kata hii. Napenda kumzungumzia Nurdin Kishki kwa mapana na marefu kwa sababu tunamfahamu, tumecheza naye, tumekuwa naye. Tumesikitishwa na kitendo kinachoendelea katika mitandao ya kijamii juu ya udhalilishaji wa Sheikh Nurdin Ahmad Al-Hadal ambaye mbele anaitwa Kishki. Mambo haya yameanza kukua kwa kasi. Sisi tumekuja hapa kwa kuzingirwa na mambo matatu ambayo dhaifu na mambo machafu yasiyokuwa na tija na muendelezo wa kiimani katika dini yetu ya Kiislamu. Mimi Muislamu, lakini wenzangu wengine ni Wakristo. Kumetokea na wimbi kubwa la watu wanaojiita mashekhe, wanajiita wanazuoni, kutoa taarifa katika mavyombo ya habari mbalimbali kinyume na utaratibu wa sheria. Kupitia hili tumekuja kwa mambo matatu. Jambo la kwanza la udhalilishwaji wa ubakaji wa shekhe. Shekhe amebaka kwa maelezo huyo mtu. Jambo la pili, shekhe amefanya zinaa. Zina hiyo amefanya na binti mdogo anaitwa Mariam Bando ambaye ni mke wa mtu kwa sasa. Jambo la tatu, shekhe anaozesha ndoa Waislamu kwa thamani ya mtu mmoja milioni 50. Watu 100 maana yake ni bilioni 5. Hiyo bilioni 5 shekhe anaingiziwa katika njia ipi kutokana na fedha hizo kutoka Oman na Dubai? Kwa maelezo huyo bwana huyu anaitwa Ustaz Juma na Musoma. Sisi tumekuwa na Kishki katika maisha yetu ya kawaida, maisha ambayo tumeishi tukiwa wadogo mpaka leo tunakwenda kwenye umri wa miaka 50. Sheikh Nurdin umsingizie mambo mengine, lakini hata deni ana, hata mambo ya udhalilishaji wa kukopa au magumashi hana. Leo hii tunaambiwa shekhe amebaka, kambaka binti anaitwa Jamila. Katika ubakaji huo miaka 5 Kishki alishakuwa mfalme, ameshakuwa yuko juu. Sasa labda huyo Kishki mwingine na wabii Jamila mwingine. Kwa maelezo yetu sisi tunamjua Kishki ana mke wake ambaye amemtoa hapa mtaa Uzuri. Anadhalilishwa tu kwa sababu ya nafasi yake ambayo ameipigania kwa muda mrefu, ameweza kutengeneza mifumo ya yeye kuheshimika katika taifa. Sasa basi sisi tunachangazwa sana. Sheikh Nurdin Kishki amefanya kazi ya dawa miaka 26 kwenye taifa hili. Ameweza kuandaa mashindano makubwa ya kidunia. Leo hii
unapozungumza mashindano ya Qur'ani ya Al-Hikma, tunasimamisha dunia kama leo ilivyokuwa kombe la dunia. Watu wote wanaangalia Afrika, wanaangalia Tanzania. Nani huyo? Nurdin Kishki. Nurdin Kishki watu sisi ni dhahabu inayotembea, kwamba kila mtu anasifia kwake. Kwa mwanazuoni wetu kuchafuliwa haiwezekani tukaafikiana na tukakubali. Tunapinga hili na tunalaani. Sisi watu wa Temeke kwa shekhe wetu kudhalilishwa na kuvunjiwa heshima kwa namna hii. Lakini naomba nihoji swali. Tanzania ina utaratibu wa chombo cha Kiislamu kinaitwa Baraza la Waislamu Tanzania, BAKWATA. Inaye Shekhe Mufti wa Tanzania, inaye wanazuoni mbalimbali. Lakini wanazuoni hawa wanamthamini Kishki anapoalika katika mashindano ya Qur'ani, na wanamuona Kishki mtu bora kwenye mashindano ya Qur'ani, si katika maisha mengine. Kudhalilishwa Kishki na wao kunyamaza inaleta alama nyingine. Tuna hofu, mimi binafsi na hofu kwamba Ustazi Juma na Musoma ametumwa. Leo mtu anadhalilika kwa kuchafuliwa namna hii, wanakaa kimya. Tuna mashaka ametumwa huyu Ustazi Juma na Musoma. Lakini yote kwa yote, lama tukubaliane, tutakuwa hivi mpaka lini? Kishki ana mke na watoto 4. Watoto wale watapata habari hizi kwa marafiki zao, watapata habari hizi kwa watu wenye uadui. Hivi kweli Kishki yabake Temeke hii? Leo shekhe anadhalilishwa katika hali hii, alafu kuna watu kama hao wengekubali shekhe kabaka wakae kimya? Hii hatuwezi kukubali. Na tunamwomba Sheikh Nurdin Kishki pamoja Ustazi Juma na Musoma anasema hivi, yeye haogopi serikali, hamuogopi shekhe yoyote, kwa maana huyu ana nguvu ndani ya dola, ana nguvu kwenye masuala ya Uislamu. Sisi tutaandamana katika hili kufuatilia kesi hii mpaka mwisho wake, ili tujue huyu amepata haki Kishki ambayo inamstahiki. Lakini sio sasa hivi Sheikh Kishki akubali shura ya mazungumzo baina yake yeye na viongozi wa kiimani kumwambia apologize hili swala. Sio kweli. Udhalilishaji ni mkubwa ambao ni aibu katika taifa letu. Sawa, kama sisi Waislamu tumeshindwa kuona juhudi za Kishki, je, serikali, marais wangapi amewaleta pale taifa? Kamleta Jakaya Mrisho Kikwete, kamleta nguli Pombe John Magufuli. Mama Samia anatuma mtu kila siku, kaka yake Bwana Hussein Mwinyi aje pale. Dunia inasimama. Nigeria, Lagos, Senegal, Sweden, Poland wanaangalia Kishki jambo lake na ulifanya kidunia kwa mahaba makubwa. Aliyopewa akapewa. Hizi ni chuki ambazo zinatengenezwa katika mfumo wa kumdhoofisha Nurdin Kishki. Sisi wanatemeke ndio tunamjua Kishki kindaki. Sio kweli. Tunakanusha taarifa hizi za uongo, za dhulma na sio za haki katika kumzalilisha Nurdin Kishki. Nurdin Kishki ni mtoto pekee, ameishi katika maisha ya kiimani tangu udogo. Ni mtu ambaye anapambania haki ya Uislamu tangu anacheza mpira wa chandimu. Leo hii hawezi kudhalilika katika mazingira ambayo sisi tunaona hayaleti desturi nzuri, hayaleti heshima, hayaleti ungwana katika taifa letu. Kwa hiyo tuwaombe Mufti wa Tanzania kupita baraza lake la Waislamu, kupita na shura ya maimamu, baraza la maulamaa, liongee kwenye hili katika taifa letu. Kishki sio wa hivyo. Kishki sio ana udogo huo. Kishki ni mfalme sasa. Mtu anaweza kuorganization zaidi ya watu 120,000 kuwaleta taifa, wakasimama wakasikiliza hutuba, wakasikiliza dini, Qur'ani nasomwa. Sio mtu mdogo. Tusichukuliwe mazingira ya kumdhalilisha shekhi wetu katika mazingira ya kumdhalilisha, si tukakubali. Mufti wa Tanzania azungumze na vyombo vya habari kwa hili lililotokea katika taifa letu. Lakini la pili, ni mwombe Mufti, hili jambo linaisha lini? Kwa sababu leo kila mtu anatoka anasema yeye shekhe anazungumza ovyo. Shekhe ametengeneza, tunamwomba Mufti wa Tanzania atengeneze kanuni na kipengele kidogo cha wanazuoni wataozuia kudhalilishwa kwa wanazuoni wa taifa letu, wataozuia kudhalilishwa mashekhe wa taifa letu. Wakae wajadili namna gani ya kuweza kuzuia hali kama hii.
Kama leo tunafurahia Kishki, kesho kutu atakuja mwendawazimu, atavaa kanzu na kilemba chake, ataanza kumpiga mufti wa Tanzania. Hii haikubaliki. Tutengeneze mifumo ya makubaliano na maridhiano. Mashekhe walindwe, mashekhe wagewe haki ya kuweza kufanya jukumu lao la kuweza kufikisha imani ya kiroho kwa wananchi, lakini sio kwa staili ya kumvunjia shekhe heshima. Hatuwezi kukubali, kwa sababu leo kaanza Nuruddin Kishki, kesho atakuja Walidi bin Omar Al-Hadi Kawamba. Kawamba naye akizalishwa atakuwaje? Na huyu ndio mwanazuoni wa Mzizima wetu. Sisi hatuwezi kukubali ziundwe kanuni na sera ambazo mtu atavunja heshima ya shekhe yoyote achukuliwe hatua za kisheria kwa mujibu wa katiba ya BAKWATA, lakini tuongoze muongozo huo na serikalini. Kwa sababu leo kiniambia Kishki anataka mashahidi, wanaweza kuja umma mzima wa Tanzania. Kwa ile klipu, shekhe amebaka wapi? Tunaomba evidence za kubaka shekhe. Shekhe kamfungulia duka mama wa Kiarabu kafa. Huyo mama wa Kiarabu umri wake umri gani? Kwa hiyo Kishki anapenda wazee. Haiwezi kuvumilika, hatuwezi kuvumilia. Mimi nimwombe Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, hili si jambo dogo. Kama akikaa kimya, tutamakuwa na mashaka. Kishki anadhalilishwa na wanazuoni wenzie katika taifa hili, na kingine yawezekana wanamwonea wivu kwa mashindano yake ya kuwa ya mabara kiulimwenguni, kwa sababu mashindano ya Kishki yakiangaliwa, Trump anaona, Putin anaona, si jambo dogo hilo. Sasa leo si hatuwezi kukubali shekhe wetu kuzalishwa na kwa juhudi zake za miaka 26 azalishwa kwa vitu ambavyo havina msingi, havina mantiki, havina uono. Ni aibu huko taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo, kwa sababu hili jambo lipo katika masuala ya kiimani na dini, sisi tunamsihi Mufti wa Tanzania aliangalia hili kwa jicho la huruma, amsafishe Kishki, kwa sababu sisi tunamjua Kishki kwa uwazi, na akitaka hata wazee, akitaka kina mama, akitaka umma mzima wa Wanatemeke tutakuja. Kwenye hili hatuwezi kuvumilia na kukubali. Baada ya kusema haya, ndugu zangu wapenzi waandishi wa habari, kwa pamoja tunainua mikono yetu kupinga kauli hii. Tunaipinga kauli hii kwa umoja, kwamba Kishki sio mbakaji, Kishki sio dhulma, Kishki sio mtu ambaye amefedheshwa kwa maneno ya Ustazi Juma na Musoma. Na Ustazi Juma na Musoma waliomtuma watakuwa ni wanazuoni, mbona hawajibu, hawamjibu, hawamtetei Nuruddin Kishki? Kwa hiyo tunasema kwa pamoja, maazimio yetu, Nuruddin akaendelea kuzalishwa Wanatemeke hatutakubali. Tutakwenda mpaka ofisi ya Mufti kwenda kumwambia Mufti hili hatukubali. Sisi Kishki ni kama Messi Argentina. Unavyomuona Messi Argentina ndio Kishki Temeke. Sisi role model wetu huwezi kumzalilisha tu kwa mambo ya kipuuzi, afu sisi ndo tunamjua yule ndo role model wetu.